Hii ni kwa sisi sote, kwa wenye wako kwenye mahusiano, hata pia kwa wenye wako kwa ndoa, hata kwa wale wenye hawapatikani kwa hizi vikundi viwili ambazo nimezitaja. Na ila kwa dunia ya sasa, sidhani kama hakuna mwenye anaweza patikana hayuko kwenye mahusiano. Jamani, tamaa ni kitu mbaya. Kwa sababu tamaa ilifanya rafiki yangu akapoteza mke wake. Kwa sababu sisi kama wanaume tuko na tamaa ndio, lakini hii ya wanawake sasa imezidi. Kwa sababu huyu mke wa rafiki yangu aliamua kumchiti kwa sababu ya tamaa. Na aliona yule jamaa wa nje ni bora kuliko mume wake halisi. Alikuwa akilalamika mume wake anamwachia 100 au 50 kwa kila siku. Pia matumizi kwa nyumba zipo anamwachia. Lakini aliona yule mwanaume wa nje ni mwenye ako na thamani kuliko huyu wa Vicenti wa 50 au 100 kwa siku. Aliamua kumpenda yule ambaye anampea 500 au 1000 kwa mwezi. Hii ilipelekea mpaka mgogoro ikaanza kwenye ndoa yao. Mwisho walitengana. Huyu mwanamke akaamua aende aishi na yule jamaa. Venye alienda kwa huyo jamaa, wakakaa miezi 2 ikapita. Kwa huyo jamaa pia maisha ikabadilika. Kwa sababu yule jamaa alianza tena pesa za matumizi alianza kuzipunguza. Mwanzo alikuwa anampea 1000 au 500. Kwa hizo miezi 2 akapunguza, akaanza kumpea 500 au 300. Ikaelekea akaanza kumpea tena 100 au 50 venye mume wake alikuwa anampea. Mpaka akamuuliza, "Vipi? Hapo mwanzo ulikuwa unanihudumia vizuri. Mbona sasa umepunguza?" Huyu mwanaume alimwambia, mimi sikuwahi kukupenda. Ila nimegundua kitu. Bajeti inakuwa mwepesi pale sikuwa na wewe. Lakini kwa hizi miezi tumekaa, nimeona kweli mume wake alikuwa mtu wa shujaa sana. Kwa sababu hata kama alikuwa anakupea 150, lakini alimaintain kukupatia hizo pesa. Lakini mimi nilikuja nikakudanganya kwa 500 kwa shilingi 1000 mpaka ukamwacha. Ukaribu ndoa yako mwenyewe. Mimi sikukupenda. Mimi nilipenda tu kukutumia. Lakini kwa akili yako ndogo ukaamua kuacha mume wako. Ukakuja kunipenda. Huyu mwanamke alijutia sana. Maamuzi yenye alichukua ili mpaka wakaachana na mume wake. Akakumbuka nyuma venye alikuwa anaishi na mume wake kwa upendo. Mume wake alikuwa anamjali. Hata kama alikuwa anapata kidogo, alikuwa anamhudumia. Alikuwa anampea hata kwa machache yale yenye alikuwa nayo. Lakini kwa huyu mwanamume kila kitu kilibadilika kwa siku chache. Mpaka alisema, kweli tamaa ni mbaya. Tamaa ni mbaya, tena ni mbaya haswa.